Kutokana na taarifa ambazo zilivuja wiki hii hapa, na moja kati ya chombo cha habari kinasema hivi, marafiki zake David walidhani kuwa Celeste Rivers alikuwa ni mpenzi wake David na kwamba alikuwa ni mtu mzima wa takriban miaka 19 kwa sababu alijionyesha hivyo na alikuwa na vitambulisho bandia vilivyomruhusu kuingia sehemu zenye vizuizi vya umri. Pia watu wa karibu wa msanii David wanasema kuwa walimfahamu msanii David kama mtu mnyenyekevu, mwenye aibu na mpole. Waliongea hivyo na chombo kimoja cha habari. Wakati hayo yakiendelea, wiki hii tena video ya msichana Celeste Rivers ya mara ya mwisho kabla ya kutoka nyumbani na kuripotiwa kupotea mwaka jana 2024 ni moja kati ya video ambayo muda huu hapa ina trendi on social medias. Hebu itazame hii hapa. Wakati hayo ya video yakiendelea, unaambiwa mpelelezi binafsi mwenye leseni anaitwa Steven Fisher ametoa maelekezo mapya kuhusu kesi ya msichana Celeste Rivers ambaye mwili wake ulikutwa ndani ya Tesla ambayo ilisajiliwa kwa jina la msanii David. Fisher ambaye ni mtaalamu wa kesi za watu waliopotea amesema alipata picha za Tesla Model X ya mwaka 2023 wakati Tesla inakokotwa na kupelekwa yadi ya magari yaliyotelekezwa, yani tow yard mjini Hollywood. Pia alipata nakala ya malalamiko yaliyopelekwa Agosti 26 mwaka 2025 kuhusu gari hilo kuachwa barabarani pamoja na ripoti ya kukokotwa kwake. Steve Fisher anaendelea kwa kusema mtoa taarifa aliyepiga simu pia alieleza kuwa gari hilo lilionekana likiwa limebondeka eneo kubwa la nyuma, lakini pia mtoa taarifa hakutoa taarifa nyingine yoyote kuhusiana na harufu. Pia mpelelezi huyo binafsi anasema ripoti ya tukio inaonyesha hakuna alama ya kwamba gari lilikuwa limeibiwa na wala halikuwa limeripotiwa kama mali iliyopotea. Licha ya polisi kushuku kwamba mauaji haya yalifanyika nyumbani kwa msanii David, lakini mpaka sasa hivi hakuna ushahidi wa wazi uliochapishwa hadharani na jeshi la polisi ukimhusisha msanii David kwamba ndiye muhusika katika tukio hili.